Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama ndio mwanzo kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu, ni vyema sana kusubscribe na kufuatilia kipindi hiki mpaka mwisho. Lakini ukipata muda ni vizuri pia kufuatilia vipindi vilivyokupita. Utabarikiwa sana. Kumbuka tuko katika nyakati za mwisho, nyakati za uamsho, nyakati za Roho wa Mungu kumiminika kwa wingi kwa kila mtu, ili tupate kupona na kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Leo tutajifunza msingi wa kwanza wa mwili wa Yesu Kristo. Msingi wa kwanza kabisa wa mwili wa Yesu Kristo ni mtu au mwanadamu. Mtu au mwanadamu ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo. Turejee wote wa Efeso 5 mstari wa 29 hadi 30, inaeleza, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali hulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Swali la msingi: ni kweli mtu ni kiungo cha mwili wa Yesu? Jibu ni ndio, mtu ni kiungo cha mwili wa Yesu, maana kila mtu ni Yesu, yaani ametokana na Yesu Kristo. Unaweza usinielewe au usielewe kwa sababu sio msomaji mzuri wa injili za Yesu. Hebu turejee Mathayo 25 mstari wa 31 hadi 40. Nisikilize kwa umakini, utapata kitu. Inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; nalikuwa uchi, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo,
mlinitendea mimi. Na pointi iko hapa ili kujua kwamba mtu au mwanadamu ni Yesu, pia ni kiungo cha Yesu Kristo. Na narudia mstari wa 40, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Walio wadogo mlinitendea mimi. Unaona, kumbuka watu wote waliotenda kinyume cha injili hii bila kutubu watahukumiwa adhabu ya moto wa milele. Maana yake ni nini? Ukitenda mema kwa mtu umemtendea Yesu, na ukitenda mabaya kwa mtu umemtendea Yesu. Kwa maana hivyo basi, mtu ni kiungo cha mwili wa Yesu bila kujali madhaifu yake. Kumbuka, Mungu watu wote anawapenda sana na anatamani sana watu wote waokolewe siku ya mwisho, maana watu ni kiungo cha mwili wake na Mungu ni Yesu. Ili kufahamu kwamba Mungu ni Yesu, rejea Yohana 10 mstari wa 30, wakati Yesu Kristo anawaambia kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Mstari wa 30 unasema kwamba mimi na Baba tu umoja. Narudia tena, mimi na Baba tu umoja. Maneno ya Yesu hayo, kumbuka kidogo apigwe mawe na Wayahudi Yesu kwa maneno hayo, kwa maana walisema anakufuru kwa kujifanya kama yeye ni Mungu, lakini ndio ukweli. Sasa basi, neno hili linatukumbusha kwamba mtu au binadamu ni Yesu na ni kiungo cha Yesu. Ndiyo maana mpaka sasa Mungu mwenyewe hajaruhusu kiama, kwa sababu bado anamtengeneza binadamu apate kuifikia kweli na kutubu, na mwisho apate kuwa na mwisho mwema wenye ushindi, wenye urithi wa uzima wa milele ambao toka mwanzo aliuachilia katika bustani ya Edeni kupitia wazazi wetu Adamu na Eva, na bahati mbaya wakakengeuka, wakaingia katika majaribu ya mwovu Ibilisi Shetani. Lakini bado Mungu akukata tamaa, akamtuma Yesu Kristo kama mwana, lakini ndiye Mungu mwenyewe, ili apate kutuokoa kupitia yeye. Ombi: Yesu Kristo, msaada wa wote wenye mwili, tusaidie tuiishi hekima yako ya utu wema kwa kutenda mema daima kwa watu wote katika roho na kweli. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote, na watu wote wapate wokovu siku ya mwisho. Amina.